Ziko siri kuu 10 za kina zinazovutia kibali. Kwanza, kibali kinazaliwa mazingira ya usiri. Hapo ndipo watu wengi wanapotea. Kibali hakianzi kwanza hadharani, kinaanza kwanza mafichoni. Mungu anasema na Musa miaka 40 jangwani. Mungu anasema na Yohana miaka majangwani. Hizo ni hatua za kibali. Kabla Mungu hajakupeleka huko, kibali kwanza unaanza kufinyangwa huku sirini, watu bila kujua. Shika sana hilo kama unahitaji kuwa na mwendo mrefu na Mungu Baba. Mungu akusaidie. Ndio maana Yesu alikaa kwenye maombi kitambo sana, miaka zaidi ya 30 bila huduma. Kibali kilimpeleka huko. Kuna kibali cha sirini na kibali cha matokeo, kibali cha nje. Kibali cha nje ni matokeo ya kibali cha ndani. Kibali cha nje, kibali hakika hakikai vizuri kwa mtu anayejitukuza, mwenye haraka, anayeacha kufanya mapenzi ya Baba. Kibali kinahama. Kibali kinahitaji moyo safi, maana Mungu haangalii sura, anaangalia moyo. Sema amen. Siri ya 4, kibali kinampenda mtu anayependa neno la Mungu. Yesu alinena kwa mamlaka kwa sababu neno la Mungu lilikuwa ndani yake. Muhimu, ufunuo, neno ndani yako uumba mvuto wa kiroho unaita kibali. Ufunuo, maneno ya Mungu kutoka Luka, Isaya, kinaleta mvuto, kinavuta kibali. Mtu ana neno la Mungu ndani, kibali. Pendwa, hata una neno ndani. Mimi sina kibali. Mtumishi, ongeza maombi. Hakuna kuongeza maombi, weka neno ndani. Kibali sio bwerere. Kibali kina kanuni zake, weka maneno ya Mungu ndani. Kibali kinapenda watu ambao wanatii maneno ya Mungu bila kuchelewa. Ibrahimu alitii mara moja, kibali kiliongezeka. Kibali, kuna kibali kikubwa na kidogo. Kile kikubwa utajaribiwa, utakaa magerezani kama Yusufu.